Palestina yadai kipaumbele upigaji kura ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa Zaki Digital, endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio ambalo naendelea kukusogezea hapa. Kwa sasa tutatazama upigaji kura katika ukanda wa Gaza. Sasa kwa miaka iliyopita katika ukanda mwembamba wa ardhi ambao ulikuwa umekumbwa na misukosuko unaoitwa ukanda wa Gaza, watu walikuwa na matumaini makubwa. Ilikuwa mwaka 2006 wakati ambao Wapalestina wote wa ukanda huo wa ukingo wa Magharibi walikuwa wakisubiri siku ya kufanya maamuzi kuhusu mustakabali wao. Mitaa ilikuwa imekumbwa na mabango, sauti za kampeni na hata matumaini ya mabadiliko. Siku ya upigaji kura ilipowadia, watu walienda vituoni wakiwa na nyuso za matumaini, walikunywa maji baridi, wakapanga foleni ndefu kweli kweli katika jua. Na kila mmoja alipiga kura kwa kile alichokiamini kuwa bora kwa maisha yake na familia yake. Hamas, chama ambacho wengi wa Gaza walikuwa wanakiona kama sauti ya upinzani, kilipata kura nyingi kuliko inavyotarajiwa. Fatah, chama cha muda mrefu cha Palestina, kilitangazwa na namna upepo wa kisiasa ulivyowageuka. Lakini ushindi ule haukuleta shangwe la muda mrefu. Mivutano kati ya vyama hivyo viwili ilianza kukua kama mawingu meusi kabla ya mvua. Migogoro, mabishano na tuhuma zilienea hadi hatimaye mwaka 2007. Makundi haya mawili yaligombana vikali. Sauti za risasi zilichukua nafasi ya sauti ya kampeni. Mwishoni Hamas ikachukua udhibiti wa ukanda wa Gaza na hivyo kuanza safari ndefu ya mgawanyiko wa kisiasa kati ya Gaza na ukingo wa Magharibi. Tangu siku hiyo, Gaza imekuwa kama kisiwa kilichotengwa kisiasa. Watu wake hawajawahi tena kuona sanduku la kura za kitaifa. Mara kwa mara majadiliano ya upatanishi huibuka kama upepo mpole unaovuma kutoka Misri au Qatar. Viongozi wa Hamas na wale wa mamlaka za Palestina hukutana wakiahidi kuwa mara hii kutakuwa na uchaguzi mpya. Lakini kama hewa jangwani, ahadi hizo hupotea kabla hazijafika mbali. Kwa upande mwingine, Gaza imeendelea kuzungukwa na ukali wa vizuizi. Wananchi hawasafiri kiurahisi, harakati za kisiasa ni ngumu sana, na vita za mara kwa mara zimeacha makovu ya kimwili na hata kihisia. Katika mazingira haya, ndoto za kupiga kura tena imekuwa kama taa inayowaka mbali. Inaonekana lakini ni ngumu kuifikia. Hadi hii leo watu wa Gaza bado wanabeba ile kumbukumbu ya mwaka 2006 kama mtu aliyebeba barua aliyowahi kuipokea zamani sana. Kinachohojiwa kwa kiasi kikubwa ni nafasi ya Palestina katika huu upigaji kura. Itakuwaje na nani mshirika mkuu katika huu upigaji kura? Katika kilele cha dunia mbali magharibi ya bahari, kuna taifa kubwa linaitwa Marekani, na katika mashariki ya dunia kwenye ardhi yenye historia ndefu na majeraha mengi, kuna nchi inayopitia maumivu na matumaini kwa wakati mmoja. Hiyo ni Palestina. Ingawa umbali kati yao ni mrefu, historia ya mataifa haya mawili inaunganishwa na njia isiyo ya kawaida kabisa. Na katika hadithi ya upigaji kura wa Gaza, Marekani ina nafasi yake, na si tu katika upigaji kura bali katika uchezeshaji, bali kama mchezeshaji wa nyuma ya pazia. Kwa miaka mingi Marekani imekuwa kama mlezi wa Palestina, kitu ambacho kinampa mamlaka katika ukingo wa Magharibi. Marekani huiona Palestina kama mshirika wa majadiliano, serikali inayoweza kushirikiana na chama kinachokubaliana na sera zao nyingi. Kwa sababu hii Marekani hupenda kuona uchaguzi wa Palestina ukifanyika bila Hamas kushika madaraka zaidi. Majukwaa mbalimbali ya kimataifa yamekuwa yakipambana kama msuluhishi katika huo ukanda wa Gaza. Misri ni mojawapo mwa majukwaa hayo ya kimataifa ambayo yametajwa mara nyingi kama msuluhishi. Mara nyingi amekuwa mwenyeji wa mazungumzo kati ya Hamas na Palestina, na amejaribu kuunganisha pande mbili ili uchaguzi ufanyike. Lakini pia Qatar, huyu naye amekuwa akitoa msaada wa kibinadamu katika ukanda wa Gaza na kujaribu kupunguza hasira kati ya pande hizo ambazo zinapigana. Umoja wa Ulaya nao haujabaki mbali katika hili. Umekuwa ukiratibu uangalizi wa uchaguzi, utoaji wa fedha, lakini hata usisitizaji wa haki za wapiga kura. Umoja wa Mataifa kama muamuzi yanataka kuona uchaguzi unafanyika kwa amani, haki na uhuru, lakini washirika hawa wote wana maslahi yao, na wakati mwingine maslahi yao yanatofautiana, jambo ambalo linachelewesha mchakato wa uchaguzi katika eneo la Palestina. Ikumbuke kwamba kinachosubiriwa ili uchaguzi uweze kufanyika ni utulivu na kutokusikika tena kwa mabomu katika eneo hilo,
itapelekea mchakato kuanza uchaguzi aidha mwaka 2025 au mwaka 2026. Katika hili nimeitazama Marekani kujua pengine yenyewe katika hiki ambacho kinachoendelea inaingia wapi. Marekani yeye anakuwa na uhusiano ambao unakuwa na kamba mbili ambazo zimefungwa fundo la karne na karne. Marekani yeye haoni Palestina kupitia macho ya Israel, ila Hamas ana nguvu, lakini Marekani haoni tishio kwa mshirika wake wa Israeli pia. Na Marekani huingia kwenye uchaguzi wa Palestina kwa sababu kadha wa kadha, ikiwemo anataka mshirika wake Israel awe salama zaidi, lakini pia anataka serikali ya Palestina iwe upande wao Marekani na anaweza kushirikiana nao vizuri. Hataki kundi linalopinga maslahi ya Marekani au Israeli kuongoza Gaza au Ukingo wa Magharibi, ndicho ambacho anachokisimamia.